Tunamshukuru Mungu kwa nafasi nyingine tena ambayo ametupa siku ya leo, ikiwa ni siku yetu ya pili ya semina yetu ambayo tumeianza siku ya jana, na tulianza somo linalosema misingi ya familia iliyowafunga wakuu. Misingi ya familia au ya kifamilia iliyowafunga wakuu. Unakuta mtu amezaliwa kwenye familia ambayo ina vikwazo vingi vya kimwili, kiroho. Anashindwa kutoa ile package ambayo Mungu aliiweka ndani yake kwa ajili ya ulimwengu, kwa ajili yake mwenyewe, kwa ajili hata ya familia hiyo hiyo ambayo amezaliwa kwayo. Na tunaona hata ukisoma historia ya Musa, utakuta anatoka kwenye ukoo wa Lawi na Simeoni, ukoo ambao ulikuwa na roho ya hasira, lakini na ukoo ambao ulikuwa na roho ya kuua. Ndio maana Musa kwake kuua ilikuwa sio shida, lakini Biblia hiyo hiyo inasema hapaja kuwepo una mtu mpole kama Musa. Sasa unajiuliza, huyu Musa ambaye Biblia inasema hapajapata kutokea mtu mpole kama yeye, nini ambacho kinasababisha anakuwa na hasira kiasi hiki? Tunaona Musa huyo Mungu anamwambia kwamba nenda usemeshe ule mwamba utoe maji. Kausemeshe, sio kaupige. Lakini Musa anafika pale na upiga ule mwamba. Mungu anamwambia Musa, mimi sijakwambia upige huo mwamba, mimi nimekwambia usemeshe. Lakini Musa inafika pia mahala anawaita wana wa Israeli waasi. Mungu anamuuliza Musa, watoto wangu leo tena ndio unawaita waasi? Ndio maana anafika kwenye nchi fulani, Mungu anamwambia tazama upande mlimani, ile ndio nchi nitakayowapa wana wa Israeli, lakini wewe hautafika kwenye ile nchi. Kwa nini? Na Mungu anampa sababu kwamba haukunisikiliza nilipotaka kujitukuza huko jangwani kwenye eneo la Meriba, wana wa Israeli walipokuwa wana kiu ya maji. Pamoja na madhaifu yote hayo, lakini bado Musa alikuwa na kikwazo ambacho kilikuwa kinamsumbua. Na kwa wasomaji wazuri wa Biblia watakuta hiki ni kikwazo ambacho kilitembea kwa njia ya damu, bloodline, kutokea kwenye kizazi alichotoka mpaka kwa huyo Musa. Na Musa anazaliwa baada ya miaka 407 toka Lawi na Simeoni kuzaliwa. Hawa wakati mzee Yakobo anapotoa baraka kwenye kile kitabu cha Mwanzo sura ya 49, alipokuwa anatoa baraka, kuna jambo alilizungumza juu ya Lawi na Simeoni. Akasema nimeiona hasira yenu. Ukisoma kile kitabu cha Mwanzo sura ya 49 na kuendelea, wakati mzee Yakobo anatoa baraka kwa ajili ya watoto wake, anasema nimeona hasira kwenye kizazi cha Lawi na Simeoni. Na hicho ndicho ambacho kizazi ambacho Musa anazaliwa au anatokea. Na ni huyo Yakobo ambaye aliona Kristo atazaliwa kwenye ukoo wake. Na hakuwa nabii huyo Yakobo, lakini anatoa baraka. Anaona kila kitakacho kumtokea mtoto wake. Anamwambia, wewe Rubeni ni mzaliwa wangu wa kwanza, lakini ulinikosea heshima kwa kulala kitanda nilichokuwa nalala. Anamwambia Yusufu, wewe wakubwa kwa wadogo watakutumikia, manono ya nchi yatakuwa sehemu yako. Na tunaona anamfuatilia Yusufu pamoja na misukosuko yote anayokutana nayo, lakini Mungu anakuwa yuko ndani yake. Kwa hivyo tunaendelea kuangalia siku ya pili leo, tunapoangalia hii misingi ya kifamilia inavyoweza kuwazuia wakuu wasitimize ndoto zao. Na tunaongozwa na kitabu cha Mzaburi, ile sura ya 11 aya ya 3 inayosema, Mzaburi anauliza, kama misingi kiharibika, mwenye haki atafanya nini?
Kama misingi ikiharibika, mwenye haki atafanya nini? Tuchukulie kwamba wewe ndiye mwenye haki, lakini umezaliwa kwenye familia ambayo tayari misingi imeharibika. Ndio Daudi anakuuliza utafanya nini? Na jibu lake tunalipata kwenye kitabu cha nabii Ezekiel, ile sura ya 22 aya ya 30. Nabii Ezekieli sura ya 22 ile aya ya 30, anasema pale jambo anasema hivi. Ezekieli sura ya 22 aya ya 30 anasema, nami nikatafuta mtu. Hebu sema mtu. Huyu ni Mungu anasema, nami nikatafuta mtu miongoni mwao atakayelitengeneza boma na kusimama mbele zangu mahali palipobomoka kwa ajili ya nchi, nisije nikaiharibu, lakini sikuona mtu. Mungu anapotaka kuleta mapinduzi ya aina yoyote kwenye familia, hatafuti kundi la wanafamilia, anatafuta mtu. Mungu anapotaka kuleta baraka kwenye familia, hatafuti kundi la wanafamilia wote. Anatafuta mtu. Anatafuta mtu ambaye atakuwa mkondo wa baraka. Anatafuta mtu ambaye atakuwa ni daraja kati yake na hiyo familia na kati yake na Mungu. Hatafuti kundi la watu, anatafuta mtu. Ni hivyo hivyo pia upande wa pili. Shetani anapotaka kuharibu maisha ya familia yoyote, anatafuta mtu. Na hili linathibitika kwenye kitabu cha Warumi ile sura ya 5. Ile sura ya 5 mstari wa 12 inathibitika hapa kwamba anasema hivi, sura ya 5, Warumi sura ya 5 aya ya 12 na kuendelea, lakini mimi nitasoma kipande kidogo. Anasema, kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, kwa dhambi hiyo mauti, na hivyo mauti ikawafikia watu wote. Hebu sema wote. Anaweza akalisababisha mmoja likaleta athari kwa wote. Leo, masomo ya leo kwenye misa ile kitabu cha Mwanzo nafikiri 18, Mungu anafanya majadiliano na Ibrahim juu ya mji wa Sodoma na Gomora. Ibrahimu anamuuliza, je, wakiwepo wenye haki 50 utaangamiza lile taifa? Mungu anamwambia hapana. Ibrahimu anamshusha tena, je, wakipungua 5 wakawa 45 kwenye hilo taifa, je, utaangamiza hilo taifa? Mungu anamwambia hapana. Kwa hiyo kwa mtu mmoja tu baraka inaweza ikaingia kwenye familia, na kwa mtu mmoja tu laana inaweza ikaingia kwenye familia. Kwa sababu mtu anapoenda kuroga hachukui wanafamilia wote, anakuwa anaenda peke yake, lakini ile bloodline inakuwa inawabeba wote. Kuangamia kwa familia au kuinuka kwa familia kunategemea hawa wanafamilia. Mmoja wao akisimama, taifa zima la familia linaweza likasimama, na mmoja wao akianguka, familia nzima inaweza ikaanguka. Ndio maana Mtume Paulo anasema, kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, sasa toa hapo neno ulimwengu, ingiza familia au ukoo. Tunaweza tukasoma hivi, kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia kwenye ukoo au kwenye familia, kwa dhambi hiyo mauti, na hivyo mauti ikawafikia watu wote, kwa sababu wote wamefanya dhambi. Kwa nini leo tunabatizwa na kuondolewa dhambi ya asili? Ni kwa mtu mmoja tu hiyo dhambi ya asili iliingia ulimwenguni, lakini ni kwa mtu mmoja tu neema imeingia ulimwenguni.
Kwa hiyo ndio maana tunatakiwa sasa, kama nilivyosema, kwamba hatuko hapa kulaumu waliopita kwa walichokifanya kwenye maisha yetu, lakini tuko hapa sisi kutengeneza pale palipoharibika ili pawe sehemu salama, kama ambavyo hichi kitabu cha nabii Ezekieli kinachosema. Nabii Ezekieli anavyosema hii sura ya 22 aya ya 30, anavyosema kwamba nikatafuta mtu miongoni mwao. Mungu huyo anasema nikatafuta mtu miongoni mwao, nikatafuta mtu miongoni mwao, yes, atakayelitengeneza boma na kusimama mbele zangu. Mungu anatafuta mtu kwenye nchi, anatafuta mtu. Alipotaka kuliweka taifa la Tanzania huru, Mungu alimtumia Mwalimu Nyerere. Alipotaka kuliweka taifa la Afrika Kusini huru, Mungu alimtumia Nelson Mandela. Alipotaka kuliweka taifa la Ghana huru, Mungu alimtumia Kwame Nkrumah. Na ndivyo hivyo kwamba Mungu anapotaka kuleta mapinduzi kwenye nchi, hatafuti wananchi wote wa hilo taifa. Anatafuta mtu mmoja tu mwenye maamuzi magumu. Na huyo mtu, hayo maamuzi magumu anayofanya, baadaye anakuja kufurahiwa na wengi. Tutatoa mfano. Wakati rais wa awamu ya 5 anaingia madarakani, alipochukua uamuzi wa kujenga reli ya kisasa, wengi walisema hataweza. Ni mtu mmoja tu alichukua maamuzi. Lakini wale waliosema hataweza wanautumia huo usafiri. Kwa hiyo Mungu anapotaka alete baraka ya aina yoyote kwenye familia, hawezi akabisha hodi kwa kila mwanafamilia. Atamtafuta mmoja tu, na huyo mmoja atakuwa daraja kati yake na Mungu. Na huyo ndo atakuwa anachukua taarifa za familia, anazipeleka kwa Mungu, na anachukua majibu kutoka kwa Mungu, anayaleta kwenye familia. Na tunawakosa watu wa aina hiyo kwenye familia. Hatuna watu ambao wanabeba mahitaji ya familia na kuyapeleka kwa Mungu, na hatuna watu wanaotoa majibu kwa Mungu na kuyaleta kwenye familia. Kwa hiyo imefika mahala kila mmoja anapambana kivyake, kwamba tumekuwa wabinafsi. Inafika mpaka kwenye wakati wa sala, tunakuwa wabinafsi. Ama wakati mwingine tunapoona mambo yanaenda sawa, tunakuwa hatuhangaiki kumwambia Mungu kwamba kuna vitu haviko sawa. Unajua jukumu lako ni moja na la msingi. Unapoona kitu ambacho hakiko sawa kwenye familia, badala ya kuwashtaki wanafamilia kwanza, nenda kwa Mungu, mwambie Mungu, kuna kitu nakiona kwenye hii familia hakiko sawa. Unapoolewa kwenye ukoo ambao unaona kabisa vijana kwenye huo mji hawafanikiwi, nao umeolewa ukaenda ukazaa watoto wa kiume kwenye ile familia, wewe una uhakika kwamba kama hauna majibu mazuri kutoka kwa Mungu, na watoto wako na wao watapita njia ile ile ya wale vijana wa hiyo familia. Lakini kumbe ulitakiwa kufika baada ya kusoma misingi ya ile familia, ukaona kwenye hii familia misingi, eneo la uzao wa kiume ina shida, na nimeolewa hapa, na mimi nimepata watoto wa kiume hapa. Nini ambacho natakiwa kukifanya? Unatakiwa utengeneze misingi kuanzia kwenye hicho kizazi chako ulichokipata, kwamba mimi nimekuta tayari historia imeshatendeka, lakini historia inaweza ikavunjwa, kwamba Mungu sawa, kwao wamezoea hivi, lakini mimi nakuamini, nataka kwangu itokee hivi. Nilikuwa na zungumza na mama moja
kimsingi ni binti miaka kama 38 hivi. Ameolewa kwenye familia ambayo hiyo familia kila unapobeba ujauzito wa kwanza mtoto huwa anakufa. Aidha mimba itoke au siku ya kujifungua siku hiyo mtoto afariki. Na ikitokea mtoto wako asipofariki unafukuzwa kwenye ukoo. Na ni kwamba watoto wa kwanza kwenye hiyo familia ni sadaka ya waliotangulia. Naposema sadaka najua mnaelewa. Maana yake ni chakula cha miungu. Lakini hakuna anayesema kwamba kwenye hii familia kuna hii shida, kwa sababu umekuwa kama mfumo au tamaduni kwamba kwetu huwa iko hivi. Kwa hiyo hata kijana anapooa anajua kabisa kwamba mtoto mimi naanza kusubiri mimba ya pili, hapo ndo utakuwa na mtoto, lakini ya kwanza Kwa hiyo umekuwa kama mfumo. Kwa hiyo huyu dada amefika kwenye familia, ameolewa na kweli akapata ujauzito. Baada ya kupata ujauzito na akawa ameshapata hizo tetesi. Uzuri wa akina mama ni kwamba wanapoenda mahala wako sensitive sana. Yaani Mungu anawatumia. Ndio maana ukienda sehemu nyingi sana, hata kwenye sehemu za ibada, ni akina mama ni wengi. Sio kwamba wana shida. Mwanamke anaweza akapata taarifa ya jambo baya hata kama hilo jambo halijatokea. Ndio maana unaweza kukuta mama mtoto wake ameugua na huyo mtoto hajamwambia, hata kama ana watoto 10 anaweza akachukua simu akawapigia wote simu kutaka kujua ni nani ambaye hayuko sawa. Kwa hiyo ana hiyo taarifa. Ndio maana mwanamke anaweza akakwambia kesho usisafiri. Ukimuuliza kwa nini unataka nisafiri, akwambia ukilazimisha unaweza ukapata ajali. Yaani amepata taarifa ambayo anajua kabisa kwamba kuna kitu ambacho hakiko sawa. Ndio maana wengi wanasali hata kama biashara zao zinaenda vizuri, hata kama watoto wao wanasoma, hata kama wako vizuri kwenye ndoa zao. Lakini kwa nini wasali? Wanahisi kuna mahali kuna hatari, hata kama hawajajua hiyo hatari inatokea eneo gani. Kwa hiyo huyu mama alichokifanya, alipofika tu aligundua hilo. Akakuta wale walioolewa kwenye ile familia, akawa na dadisi, akaelewa hilo jambo. Kwa hiyo alipogundua kwamba kuna hiyo shida, akasema okay. Siku moja akanipigia simu akaniambia kuna 1, 2, 3 mahala nilipoolewa. Sasa hivi na ujauzito wa miezi 5. Kaambia okay. Ambia mimi nataka nibadilishe hii historia. Inawezekana. Kwa hiyo cha kwanza, andaa sadaka yako alafu uende kwa padre. Alafu uende uombe baraka. Na nikamwambia hiyo sadaka utakapokuwa unasali, kama ni pesa, hakikisha umeishika mkononi alafu umeiweka kwenye tumbo lako. Ukimaliza hapo nenda kamtafute padre akupe baraka, alafu rudi ukae. Kwa hiyo uko unasubiri mimba itatoka haikatoka. Akasubiri wakati wa kujifungua kwamba linaweza likatokea la kutokea, halikutokea. Baada ya kuona yale ambayo hayajatokea, wakamuita kijana wa kiume. Akamwambia huyu sio mwanamke, mfukuze wewe mwanamke mwingine. Kwa nini? Huu ni mkosi. Kwetu huwa hizi mambo ndo hivyo. Yaani watoto wanaanza kuishi yule wa pili lakini sio wa kwanza. Itakuja kuletea shida baadaye. Kijana akasema lakini ni mke wangu. Nasema ndio ni mke wako, lakini ni utaratibu wa ukoo au ni misingi ya ukoo. Kwa hiyo cha pekee mwache wewe mwanamke, hata kama umemlipia mahali, si umefunga naye ndoa na vitu gani hivyo. Kwa hiyo usipofanya hivyo unatuletea shida. Kwa lugha nyingine ni kwamba sisi tutakutenga. Kwa hiyo ushawishi na nguvu za upande wa kijana
ikamletea shida yule kijana. Kwa hiyo siku hiyo akanipigia simu. Ya dada akaniambia, William, kuna 1 2 3. Kwa hiyo kijana ameniambia tuachane kwa maslahi ya uhai wa misingi ya familia yao. Mtu aliyetaka kuleta misingi mizuri anakuwa rejected, anakataliwa. Nikamwambia uko sahihi, kubali tu, kwa sababu hatuwezi kukubali kiumbe cha Mungu kafa. Who knows kwamba huyo mtoto leo na kesho atakuwa rais wa nchi, atakuwa mkombozi wa nchi, atakuwa mhubiri, atakuwa padre, atakuwa nani? Who knows? Kwa hiyo ni bora umsikilize Mungu kuliko hawa wanadamu ambao hawana garantia ina yoyote. Kwa hiyo wakadivorce mpaka leo. Kwa hiyo hii ni misingi ambayo familia ya aina hiyo nakuta imezoea pengine kuwa kwa mazingira kama haya. Sasa ndo unakuwa kwenye familia ambayo misingi yake ina namna fulani ya kimaisha, kwa sababu hatuwezi tukafanana. Kila moja familia yake ina misingi fulani fulani. Ukikaa ukachola ramani vizuri tu, utagundua kwamba familia yako ina misingi fulani, na cha pekee unachoweza kukifanya ni wewe sasa kuleta innovation, kuleta matengenezo kwenye hiyo misingi, matengenezo ambayo ni chanya. Kwa sababu bila kuleta matengenezo ambayo ni chanya, basi hautakuwa umefanya jambo lolote ambalo ni la pekee kwenye hiyo familia. Kwa maana Mungu anasema, nami nikatafuta mtu miongoni mwao, miongoni mwa wengi Mungu akatafuta mtu ambaye anaweza akaleta maendeleo, anaweza akaleta utofauti, anaweza akaleta nguvu za mabadiliko chanya. Jumamosi iliyopita kuna kaka mmoja alinipigia simu, wala unamfahamu. Alikuwa na changamoto, amefunga ndoa ya Kikatoliki, lakini kwa sababu ya makundi na ni mfanyakazi mzuri tu na mshahara wake ni mzuri tu, lakini kwa sababu ya makundi akajikuta ameingia kwenye mazingira haya ya mapenzi ya jinsia moja. Wao akajikuta amekuwa shoga, na ana mke wake mzuri kweli, nzuri, na wamezaa watoto 3. Sasa kaingia kwenye ile mazingira akawa addicted, na mke wake hajawahi kujua, lakini alikuwa na sense hivyo vitu. Hasa ikafika wakati sasa anaona kabisa kwamba amelemewa. Kwa hiyo tulipoenda kutoa semina kwenye hiyo parokia, akawa wazi, kaniambia, kaka, kuna hili jambo linanitesa na natamani kweli niondokane nalo. Kwa kweli nilisikitika sana, kwa sababu ana watoto 3 wote ni wa kiume, alafu na yeye ndo hivyo tena. Hebu angalia huo mlango ulivyofunguka sehemu mbaya. Sasa akaniambia nataka kuacha. Nikamwambia inawezekana. Tukasali pamoja, baadaye akapata sakramenti ya kitubio. Baadaye akapakwa na mafuta ya krisma. Huyo si ni mgonjwa jamani? Tumsifu Yesu Kristo. Mafuta ya krisma si kwa ajili ya wagonjwa, sio? Yes. Kwa hiyo unajua ukishaingia huko, kumbe wanakuwa wana network kubwa sana Kwa hiyo wapo wale wanaofanya na wale wanaowafanya.
Kwa wana network kubwa sana. Kwa hiyo ametoka, nikamwambia kinachokuja kutokea kwenye uzao wako ni kwamba watoto wako wa kiume wanaweza wakapita njia uliopita wewe, au wanaweza wasije wakaoa kabisa kwenye maisha yao, au wanaweza wakawa wanalelewa. Yani shetani anaweza akaja kwa namna nyingine tu, kwa wakajikuta tu analelewa. Kwa hiyo hili jambo ni baya, na huu mlango kwa sababu pengine umeufungua wewe. Unajua sio kila milango tunayopambana leo kuifunga ilifunguliwa na waliopita. Inawezekana waliopita pengine walifanya mambo mazuri, lakini tumekuja sisi tumefanya ya kufanya. Kwa hiyo huu mlango usipoufunga maana yake umeanzia kwako. Na ndio maana leo naomba niwaambie, mtoto pekee aliye salama sio yule mtoto ambaye ana kazi, sio yule mtoto ambaye anafanya vizuri darasani, sio yule mtoto ambaye ana heshima kwa wazazi wake. Mtoto aliye salama ni mtoto ambaye yuko madhabahuni, ni mtoto ambaye wazazi wake wamemkabidhi madhabahuni. Kama mtoto wako haujamkabidhi madhabahuni, naomba kukuhakikishia kwamba huyo mtoto hayuko salama. Hata kama unamuona sasa hivi kwamba anafanya vizuri, anakutii, pengine amepata ajira, pengine amemaliza chuo kikuu, pengine anafanya kazi au anafanya vizuri biashara, naomba kukuambia kama huyo mtoto hayuko madhabahuni, huyo mtoto hayuko salama. Kwa hiyo nikamwambia yule kaka, neema ya Mungu ikafunguka, basi akabadili nasibu. Bad enough ni kwamba kumbe ule mchezo ulikuwa anafanya pia na members ambao wanafanya kazi ofisi moja, na yeye hajaacha. Kwa hiyo ambacho kimetokea, yule jamaa ameanza kumtishia kwamba kama hautarudia, yani kama hautanikubalia tena kufanya ambavyo tulikuwa tunafanya, picha zako ninazo, message zako ninazo, na release kwenye mitandao ya kijamii. Hivi kama ni wewe utapata usingizi kweli? Hauwezi kupata usingizi hata kidogo. Kwa hiyo hicho tu kinaanza kumwogopesha ili arudi kulinda ile heshima yake, kwamba watu wasije wakajua, ofisini wasije wakajua kwamba huwa anaishi maisha ya namna hii. Yaani nikamwambia hapana. Hata kama nikukubali kuaibika, aibika, lakini usirudi Misri. Usirudi huko ulikokuwa. Misingi. Kwa hiyo kuna unachokifanya leo kama mzazi ni msingi unaojenga kwa ajili ya uzao wako. Yaani chochote kizuri au kibaya unachokifanya leo ni msingi wa kizazi chako. Yaani kizazi chako kesho kitakuja kipite kwenye kile ulichokifanya leo. Kwa hiyo kama unafanya mabaya, ujue kwamba kizazi chako unakitengenezea misingi ya ubaya, na chenyewe kitakuja kipite kwenye lile tuta au kwenye lile daraja ulilolijenga. Na wema wote unaofanya leo ni msingi utakaowasaidia watoto wako kesho. Na ubaya unaofanya leo ni ubaya utakaowaua watoto wako kesho. Na hii ni mbinu mojawapo anayoitumia shetani ili utawala wake uendelee kuwa na nguvu duniani, uendelee kuwa na watu wanaoshadadia huo mfumo au huo utawala. Misingi kiharibika, mwenye haki atafanya nini? Tuna watu ambao wanavaa vizuri sana, wana kazi nzuri sana,
wana pesa nyingi sana, wana heshima pengine hata kwa nje, lakini ndani wana roho mbaya, wana matukio mabaya, wana unyanyasaji mbaya, wana misingi mibaya, na wao hata bila kujua kwamba hiki ninachokifanya leo kitakuja kiwe gharama kwa uzao wangu, pengine hata hawajui. Na obviously unachokipanda leo ndicho utakachokivuna kesho, kwa sababu huwezi ukatuhakikishia kwamba wewe unautenda ubaya ukategemea kwamba mbinguni tutakukuta mbinguni. Kwa sababu chochote unachokifanya leo inaweza ikawa ni hukumu yako mbele za Mungu, au inaweza ikawa ni favor yako mbele za Mungu, kwamba nilifanya hivi na kupitia hichi nilichokifanya Mungu anakupa favor yake, na kupitia ukatili huu ulioufanya, kwa sababu matendo yoyote yale huwa ni ushahidi. Tendo lolote ni ushahidi. Likiwa baya ni ushahidi bado, likiwa zuri ni ushahidi bado. Likiwa baya, shetani atalitumia kama ushahidi kukutandika kwamba watoto wa kiume wa hii familia mnajifanya kwamba mzai nje, baba zenu si walizaa nje. Ni ushahidi. Watoto wa hii familia mnajifanya hamwachiki, mama yenu aliachika. Ushahidi tunao. Kwani shetani alichokuwa anakitafuta kwa Ayubu ni nini? Alikitafuta akakosa. Ndio maana anapoenda mbele za Mungu, Mungu anamuuliza, huko duniani unakotoka kuzurura, umemwona mtumishi wangu Ayubu? Alafu ngoja niwape siri ya Ayubu. Angalia Ayubu alivyokuwa mwema sana. Nilijifunza hii hekima ya Ayubu nikashindwa kuielewa kabisa. Kile kitabu cha Ayubu sura ya kwanza, aya ile ya kwanza. Ayubu alikuwa anatoa sadaka ya kimya kimya kwa ajili ya watoto wake, hata bila kuwaambia. Ukisoma ile sura ya kwanza aya ya 4, anasema, na wanaye huenda kufanya karamu katika nyumba ya kila mmoja wao kwa siku yake, nao wakatuma na kuwaita maumbu yao watatu ili waje kula na kunywa pamoja nao. Basi ilikuwa hapo hizo siku za karamu zao zilipokuwa zimetimia, Ayubu hutuma kwao akawatakasa, kisha akarauka na mapema asubuhi na kusogeza sadaka za kuteketezwa kama hesabu yao wote ilivyokuwa. Kwani Ayubu alisema, yamkini kwamba hao wanangu wamefanya dhambi na kumkufuru Mungu mioyoni mwao. Leo wewe ni mzazi, unajuaje kama mtoto wako uko shuleni ametoa mimba? Angalia Ayubu alichokuwa anakifanya. Ayubu alikuwa anatoa sadaka kulingana na watoto wake. Aya, leo wewe ni mzazi, unajuaje kama mtoto wako wa kiume amempa binti wa watu mimba na akasema mimi sasa hivi sijawa tayari kulea, amemshauri akatoa hiyo mimba? Unajuaje kama ni mwizi? Unajuaje kama ni msagaji? Unajuaje kama ni choga? Unamuona tu. Lakini Ayubu alichokuwa anakifanya, alikuwa anararauka asubuhi na kuisogeza sadaka ya kuteketezwa mbele za Mungu. Anasema yamkini hao watoto huko waliko wamemkufuru Mungu. Angalia ulinzi aliyokuwa anaufanya Ayubu kwa watoto wake. Kwa hiyo anatoa sadaka, maana yake sadaka ya malipizi, kwamba Mungu, kama hao watoto wametenda dhambi na mimi sijajua, kwa sababu sio watoto wote wanaweza wakawa wazi kwa wazazi wao. Wewe anakuja mnasalimiana tu, hujambo, sijambo, unaendeleaje, vizuri, unaona yuko sawa, lakini moyoni kuna fukuta moyo. Amenajisi au ametenda yaliyo maovu mbele za Mungu. Kwa lugha nyingine ni kwamba mtu mmoja tu ameleta shida kwenye familia. Utaniambia Mungu atabarikije familia ambayo imemwaga damu? Kwamba baraka za Mungu zinapotaka kushuka kwenye hiyo familia, damu inalia.
Yule mkuu wa Uajemi lazima atazuia zile baraka zisionekane kwenye ile familia. Tuna wanandoa ambao unakuta umeolewa, unapata mimba ambayo sio ya mume wako na uko kwenye ndoa, na humwambii mume wako kwamba hii mimba sio ya kwako, kwa sababu unajua tu ukisema hapa hii ndoa haipo. So unategemea nini hapa? Wewe ni mwanaume, umeenda huko, ulichofanya pengine umempa mtoto watu mimba kwa sababu pengine hutaki uzae watoto kwa mama tofauti tofauti. Unasema bwana, hela hii hapa katoe mimba. Anaenda anatoa. Manake mikono yako inakuwa tayari kwenye uzao wako kuna misingi ya kuua. Kwa mwisho wa siku hao watoto wako hata wakiwa na roho ya kuua, unaweza ukawalaumu kwamba mimi baba yenu mliwahi kuniona wapi naua, lakini umesahau kwamba kuna mwaka fulani uliwahi kutoka na binti wa watu au mke wa watu, ukasema mimi sitaki kuwa na mtoto wa nje, ukampa hela akatoa mimba. Umesahau kwamba ni wewe ulifungua huo mlango au ni wewe ulijenga huo msingi. Misingi kiharibika, mwenye haki atafanya nini? Jana niliwadokezea nikasema hivi, laana huwa inafanya kazi kwa akili sana, kwa sababu laana ni fimbo ya shetani anayoitumia kuwachapa watu. Nikamwambia hivi, kuna laana ambazo huwa zinakaa kwenye maeneo kwa kujificha sana. Yaani inaweza ikakaa kwenye eneo la elimu na watu wasijue, au ikakaa kwenye eneo la uchumi watu wasijue. Nikawatolea mfano kwamba ndio maana unaweza ukakuta kwenye baadhi ya familia, unaweza ukakuta watoto wa kike hawana shida kabisa kwenye hiyo familia, lakini kwenye familia hiyo hiyo ukakuta watoto wa kiume wana shida. Maana yake nini? Ile laana haiko kwenye upande wa watoto wa kike, iko kwenye, inafanya kazi kwenye upande wa watoto wa kiume. Na unaweza ukakuta familia zingine watoto wa kiume hawana shida kabisa, wanafanya mambo yao, wanaheshima, wana kila kitu kinaenda vizuri, lakini ukija kwa upande wa watoto wa kike unakuta ni shida juu ya shida. Maana yake ni kwamba ile laana iko kwenye eneo la watoto wa kike. Unakuta hawaolewi, lakini watoto wa kiume wa hiyo familia wao wanaoa na wanazaa na wanaishi na wake zao, lakini dada zao hawaolewi, au hata wakiolewa wanaachika. Kwa nini? Unaweza kukuta shida haiko upande wa uzao wa kiume, iko kwenye uzao wa kike. Unaweza kukuta sasa upande wa elimu mko vizuri, mnasoma sana, lakini matokeo ya elimu yenu haiwapi chochote. Mnaweza mkakuta kwenye eneo la kiuchumi mko vizuri sana, lakini kwenye eneo la uzao hamko vizuri. Maana yake nini? Laana iko kwenye eneo la uzao, sio kwenye eneo la uchumi wala nini. Kwa hiyo huwa inafanya kazi. Ndio maana sasa hata Adam, laana yake haikuwa kwenye upande wa kuzaa, laana yake ilikuwa kwenye upande wa nini? Ardhi. Baraka haina mipaka. Baraka huwa haina mipaka na laana huwa haina mipaka. Ndio maana watu, unaweza kukuta mtu anasema Tanzania pamekuwa pagumu sana pa kufanikiwa, anakimbia anaenda Oman au anaenda Washington huko Marekani, kwamba labda nikikaa huku nikijitafuta nitafanikiwa. Anasahau kwamba laana yenyewe haina mipaka, kama ambavyo baraka haina mipaka, itakufuata popote. Ndio maana Kaini aliambiwa, mahali popote utakapokuwa au utakapoishi, hii laana itaambatana na wewe. Kwa hiyo wewe uhame, ubadili miji, ubadili kila kitu hivyo. Kwa hiyo kila familia inaweza ikawa imetenda kosa kwenye eneo fulani, inaweza ikawa imetenda au imeharibu misingi kwenye eneo fulani, inaweza ikawa imeharibu misingi kwenye eneo la kiuchumi. Kwingine kote mko vizuri, lakini unaweza kukuta misingi yenu imeharibika kwenye eneo la elimu, au misingi yenu imeharibika kwenye eneo la uzao, au misingi yenu imeharibika kwenye eneo la ibada, kuta ukoo mzima msali. Si hasara hiyo? Kwa unakuta zuio liko huo upande.
tunahakikisha hawatasali, tunahakikisha hawatakuwa watu ambao wanamcha Mungu. Misingi. Kwa hiyo tunaposema misingi tunazungumza hata vipengele mbalimbali, kwamba inategemea sasa hii misingi mmeiharibu kwenye eneo gani. Ndio maana tukasoma hichi kitabu cha Maombolezo, ile sura ya 5 mstari ule wa 7. Tuliposoma kitabu cha Maombolezo, kitabu cha Maombolezo sura ya 5 mstari ule wa 7 inasema hivi: baba zetu, tena sio baba yetu, kumbe ni wengi, baba zetu walitenda dhambi. Sasa angalia Biblia ilivyo. Baba zetu walitenda dhambi hata hawako, na sisi tumeyachukua maovu yao. Baba zetu walitenda dhambi. Hii dhambi ni in general, wamesema in general, lakini haijaweka wazi kwamba walitenda dhambi kwenye eneo gani. Unapoenda kuungama, inashauriwa useme dhambi ulioifanya nini, ulioitenda, si ndio hivyo? Hauwezi tu kafika kwamba nimekuja tu kuungama dhambi zangu. Zipi? Kwa hiyo inashauriwa uzitaje. Kwa nini uzitaje? Ili kama ni Roho Mtakatifu, baada ya ile ondoleo la dhambi, kama ni Roho Mtakatifu akusaidie sasa, baada ya kuwa umeungama, akusaidie kwenye hilo eneo ulilotenda dhambi, uwe na ushindi dhidi ya hilo eneo. Sasa baba zetu walitenda dhambi ipi? Ndio maana sasa hapo sasa unaweza kukuta wengine walitenda dhambi kwenye eneo la uchumi, wengine walitenda dhambi kwenye eneo la afya, wengine walitenda dhambi kwenye eneo la ukatili, wengine walitenda dhambi kwenye eneo la ushirikina, wengine walitenda dhambi kwenye eneo la kuua, wengine walitenda dhambi kwenye eneo la dhuluma. Walitenda dhambi kwenye eneo gani? Kwa ndio maana yale matukio ya muhimu yanayojirudia mara kwa mara kwenye familia ya kwako, inaweza ikawa kama alamu ya kukuonesha huu kuna ufa unatokea eneo hili. Kwa hiyo inawezekana hii dhambi, walitenda dhambi kwenye hili eneo. Nimetoka kuambia kwamba huyo kijana alikuwa ni shoga. Ametenda dhambi kwenye eneo la nini? Hiyo mambo ya ushoga. Maana yake leo na kesho watoto wake wakija wakawa na zile tabia, ni kwa sababu zile tabia kuna dhambi ilitendwa kwenye ule mwelekeo. Kwa hiyo huko kwingine wanaweza wakawa wako vizuri kabisa, lakini wakawa wako weak kwenye lile eneo. Kwa nini? Ni mlango uliofunguliwa kwenye eneo na kufanya pengine mapenzi kinyume na maumbile. Kwa sasa inaweza ikaja kwa picha nyingi. Inaweza ikaja kwa picha nyingi, au inaweza ikazaa matawi mengi yanayoendana na dhambi ambayo mliitenda. Kama ambavyo Musa alikuwa akisumbuliwa na dhambi ya hasira na dhambi ya kuua. Ni kwa sababu alitoka kwenye generation ambayo ilikuwa na hasira na ilikuwa inaua. Kwa hiyo wao dhambi yao au misingi yao iliharibiwa kwenye hilo eneo. Sasa baada ya hapo, hiyo dhambi ndo inakuathiri maisha yako yote. Manake kama itakudhibiti kwenye eneo la hasira, unaweza ukajikuta sasa kupitia hiyo hasira unaleta athari mbaya kwenye maisha yako. Kupitia hasira unaweza ukasababisha watu wakaogopa kuleta ushirikiano au kufanya ushirikiano na wewe kwa sababu tu ya hiyo hasira yako. Kwa hiyo lile eneo ambalo shetani amelifungulia mlango, baada ya huo mlango kufunguka, matukio mengine yanaweza yakawa yanatokea kutokana na huo mlango, au matukio mengine yanaweza yakawa yanazaliwa kutokea na huo mlango, kwamba kupitia huu mlango basi huyu mtu atakuwa mtumwa kwenye hili eneo. Nilikutana na baba mmoja, ni injinia, ana kampuni yake, lakini
Lakini yule baba, pamoja na kwamba ni injinia na ana kampuni yake na anafanya kazi, yule baba alikuwa na shida sana kwenye eneo la madeni. Anaweza akiomba tenda anapata. Lakini anapopata tenda, pengine kama ameomba tenda kutoka serikalini, wanampa, lakini wanachelewa kumlipa pesa. Sasa yule injinia anaingia mfukoni, anaenda anakopa yeye ili atengeneze ile tenda aliyopewa. Baadaye atakapolipwa sasa, atumie zile pesa zake pengine kulipa hayo madeni. Angalia kilichokuwa kinatokea. Akishapata tenda na kweli akakopa, akafanya ile kazi akamaliza, wale waliompa ile tenda wanachelewa kumpa pesa kwa muda mwafaka. Kwa hiyo unajikuta tena anaingia kwenye madeni mengine kwenda kutafuta ili apate arudi kuwapoza wale ambao walimpa pesa kutengeneza ule mradi. Kwa hiyo issue imemsumbua sana kwa muda mrefu sana. Madeni. Ana mdogo wake pia ni mwalimu kule Mbinga. Alijinyonga kwa sababu ya madeni. Alikuwa anadaiwa sana. Ana mdogo wake pia ni daktari, anafanya kazi kwenye hospitali fulani, na yenyewe alikuwa ana hiyo shida ya madeni. Sasa siku moja akaniambia, bwana William, mimi sijui nifanye nini, yaani sijui shida iko wapi. Lakini nashangaa mpaka hapo hawajashtuka kwamba kuna roho ya madeni kwenye hiyo familia. Sasa siku moja tunasali mbele ya Yesu Ekaristi, ilikuwa mimi na yeye. Tulipokuwa tunasali mbele ya Yesu Ekaristi, nikashtukia mtu amedondoka. Kasema kumekucha. Na hivyo ambavyo wengine kuombea ndo hivyo ni vipaji. Nasema hapa kikubwa tu asije kaanza kunipiga ngumi humu ndani. Basi kilichotokea, kuna maspiriti yakaanza kuzungumza. Muda huo yeye hana ufahamu, yale madudu yakaanza kuongea. Akasema, huyu sisi ndo tumemfunga, na tumefunga ukoo wao mzima, hawatakaa wafanikiwe kwenye eneo la uchumi. Ilikuwaje? Kumbe ilikuwa hivi. Baba yake na huyu injinia kwao wamezaliwa watatu, vijana wa kiume watatu. Sasa siku moja hao vijana watatu wa hiyo familia, ambapo mmoja wao ni baba yake na huyu injinia, walikubaliana kukaa kama familia. Na walipokubaliana kukaa kama familia, walikubaliana kula, kunywa. Sasa wakasema itabidi sasa kila mmoja alete kondoo moja kwa ajili ya kuchinja, ili nyama ziwepo za kutosha. Kwa hiyo hata kama tunakunywa tuwe tuna uhakika na nyama za kutosha. Sasa maisha yana mitikisiko ya hapa na pale. Kwa hiyo wakajiwekea muda. Ule muda ulipofika, baba yake na injinia mambo yake hayakuwa mazuri. Kwa hiyo hakufanikiwa kupeleka yule kondoo kuchinja. Wenzake wawili wakapeleka. Sasa wenzake wakamuuliza, ina maana umetudharau sana, sisi wengine tumeleta, wewe kondoo wako yuko wapi? Akajitetea akamwambia, jamani, mambo ni magumu, kwa hiyo mimi mnisamehe, wakati mwingine nitafanya. Mmoja wa wale ndugu akamwambia hivi, utadaiwa wewe na watoto wako watakuja wadaiwe. Sasa angalia anachopambana nacho huyu injinia. Alikuwa hajui kwamba shida ilianza kwa baba yake. Kwa kuna mlango ambao unaweza ukafunguka ukaleta na athari. Utakuja udaiwe wewe na watoto wako. Angalia hilo deni
likasababisha aliyekuwa ni mwajiriwa wa serikali akajinyonga. Mauti. Maana yake mlango wote unapokuwa umefunguliwa, unachotengeneza kwanza, unatengeneza uharibifu, na baada ya uharibifu kukamilika, kinachofuata huwa ni mauti. Kwa hiyo mwamba, angalia sasa shetani alivyo smart. Hakuzuia huyu injinia kufungua kampuni, hakuzuia hii familia kusoma, hakuzuia hii familia kuajiriwa, ila alizuia hii familia kwenye eneo la uchumi, kwamba wateseke kwenye eneo hilo la madeni. Na kweli ukakuta sasa, unakuta familia yote, huyo anadaiwa na huyo anadaiwa na huyo anadaiwa. Na ndicho ambacho sasa hivi shetani amefanikiwa kukiweka kwa watu wengi sana. Kuna hii roho ya madeni sasa hivi inaua watu siku na mchana. Inafarakanisha watu siku na mchana. Imewafanya wengi kuwa maskini. Ndoa zinavunjika siku hizi kwa sababu ya madeni. Madeni ni roho. Na madeni hayaangaliwi unasali au hausali. Takuja tuone, kuna nabii mmoja wa Mungu huko, alipokufa alikuwa anadaiwa. Alafu waliokuwa wanamdai wakaenda kuchukua watoto wake. Nabii huyo. Kwa hiyo deni haliangalii kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Kama lipo lipo. Tuko sawa sawa? Tuko sawa sawa? Mlango unapofunguliwa, ule mlango huwa unaleta athari kwenye familia. Kwa hiyo cheki kwako, kwenu, kuna mlango gani ambao unapitisha visivyofaa na ambao umekuwa kama mwiba? Mlango gani unaozuia juhudi zenu zisizae matunda? Ukigundua, tengeneza misingi kwenye hilo eneo. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Tuko sawa sawa?